Bwana, kutokea uwanja wa KMC Complex Dar es Salaam nipo na Eric Kiaruzi. Nikukumbushe kesho wana mchezo wa ligi kuu ya NBC wanakaribishwa na Young African Sports Club hapa katika dimba hili, na hivi sasa wanafanya mazoezi yao ya mwisho kuelekea katika mchezo huo wa kesho wa ligi kuu ya NBC. Baba vipi baba? Poa, uko sawa sawa? Niko poa. Mambo ni aje? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Bwana, hivi wewe unatumia kigezo gani kumpima kwamba huyu mshambuliaji leo amenisumbua? Vigezo gani unavizingatia kwanza? Cha kwanza unapaswa umpe muda. Almost kama dakika 3 au 4 kwa sababu uweze kujua hatari wake bila kumchunguza. Yaani unapaswa angalie ni mzuri wapi. Touch unaweza kujua ni mzuri au ni mbaya. Juu ni mzuri ni mbaya, na maana hapo na ndani ya huo muda utakuwa unajua kwamba huyu ni hatari wapi. Wewe uhatari wa mshambuliaji kwa kwako unakusumbua sehemu gani? Juu ama chini mguuni? Akiwa chini mguuni akiwa mzuri unasumbua kwa sababu touch yake ya kwanza inaweza ikaamua afanye nini. Lakini asipokuwa mzuri, ina maana touch yake ya kwanza ikiwa mbovu atatumia muda mwingi kuthink. Ni mchezaji gani ambaye touch yake ipo vizuri sana ukutana naye uwanjani unasema leo nina kazi ya kufanya? Wa ligi kuu ya NBC. Timu yoyote striker. Sasa hivi wapo wengi. Sasa hivi yani sasa hivi kidogo mpira wa Tanzania umekuwa yani wapo wengi, na maana ukiangalia wote hawatofautiani sana, lakini touch zao zinakuwa nzuri. Kome kuna touch yake ya kwanza, ipo Aziki, ambaye inside 10, touch yake ya kwanza nzuri, ipo Mayele kwetu, touch yake ya kwanza nzuri. Wapo wengi sasa. Kwa mshambuliaji akishakuwa hivyo unasema leo kazi ninayo. Kwa sababu anakuwa atumie muda mwingi kufikiria. Kama yani tunasema tuizi mara mbili. Ile modern football. Yaani haukai na mpira. Yani ashajua. Ukishakuwa na mpira goli ile pale unaachia. Yani kama unavyoona Dube anavyocheza. Touch zake za kwanza zinakuwa hatari, yani na maana anakuwa anajua bwana huu mpira kama hujafika na upeleka wapi. Ina maana ukichelewa wewe umepotea. Sawa sawa. Eric, kesho mnacheza dhidi ya Young Africans ambayo ina mtu kama huyo Dube ambaye umemtaja. Kwako binafsi kwanza, mechi kama hii maandalizi yake kwako wewe kama defender yanakuwaje? Unapaswa ujiandae vizuri kwa sababu Yanga ni timu kubwa na wachezaji professional, na wachezaji wana akili. Kwa tunacheza ligi moja, nadhani tofautiana. Yani wachezaji wote hawezi kuwa sawa. Ina maana viwango lazima viwe tofauti. Ina maana unajiandaa kutokana na ukubwa wa mechi na wachezaji gani ukutana nao, na almost professional, wana akili nyingi. Lakini naamini ni mechi rahisi endapo mkicheza kwenye mfumo ambao mwalimu anafanyaje ameutaka. Ukisimama kwenye mfumo mechi inakuwa rahisi, lakini usiposimama kwenye mfumo mechi inakuwa ngumu. Kwa wale ambao wanaamini Young Africans ndio favorite team naingia commando, wewe pia unaingia na mentality na hiyo? Hapana, hatuwezi kuingia obvious, tutaanza kutushia kama underdog, lakini hatuwezi kuingia hivyo kwa sababu ni ligi, tunaingia kupambana na mechi na dakika 90. Mechi haichezi nje, yani tukishaingia uwanjani dakika 90 zinaamua nani amekuwa vizuri nani amekuwa vibaya. Lakini kwa msimu huu umetizama baadhi ya mechi ambazo Young Africans amecheza, ndio mpinzani wenu mechi ya kesho, unadhani itakuwa ni mechi aina gani kwa ulivyomtizama mpinzani? Itakuwa mechi ngumu kwa sababu Yanga na nyewe kidogo na struggle, na sisi ndio tumerudi ligi kuu, japokuwa Mtibwa ni timu kubwa, lakini bado tuna vipaji vingi, yani wachezaji wetu wazuri kwenye mpira. Ina maana naamini mechi itapendeza kama tukikaa tukatulia tukafuata masharti ya mwalimu alivyosema, tuchezeje, tu maintain vipi, tufanye nini, mipango yetu ikoje. Tukisimama tukistiji kwenye mipango yetu vizuri, naamini mechi itakuwa nzuri kwa sababu zote timu za kucheza. Naamini kwa sababu kuna mwalimu mpya inaweza kuwa ni faida kwenu. Ni faida kwa sababu nadhani kwenye mpira kitokea mwalimu mpya kila mchezaji huwa anajituma. Huenda mwalimu ajui, yani mwalimu anaona ataletewa labda CD angalia afanyeje kikosi changu hiki, ila yeye mazoezi natafanyaje yatamwamlia. Ina maana kila mtu ataperform ili aweze kupata namba. Ina maana nadhani mechi itakuwa ngumu, na hilo litachangia mechi kuwa ngumu kwa sababu nadhani hatujui kikosi chake kitaanza ni kipi na mwalimu chaguo lake ni vipi. Tutegemee kuna historia yote ambayo unakumbuka ambapo Yanga wakikutana na Mtibwa inakuwa? Hapana, kwa sababu nadhani ni msimu wangu wa kwanza kucheza Mtibwa ligi kuu, lakini historia nilionao tulishakuwa fungu goli 3 Yanga nani uhuru pale kiwa Kagera. Sahihi. Kwa maana unafahamu utamu ama ladha ya kuwafunga Young Africans, timu kama Young Africans. Ukizifunga timu kubwa hizi bwana ni raha sana, kwa sababu naamini watu wengi wao wanaamini hizi timu zetu ndogo zikienda pale zinaenda kufungwa, lakini hawajui kama matokeo ni baada ya mchezo, na matokeo kwa matatu, na kuna siku wenyewe kaamka vibaya wakafa, na sisi tukaamka vibaya tukafa. Mzigo wa motisha upo
Lazima itakuwepo kwa sababu nadhani ndio mpira wetu wa Tanzania. Motisha lazima zitakuwepo kwa sababu kwa timu kubwa, kila mtu anakuwa na morali, kila mtu anataka kumfanya kitu cha ajabu. Japokuwa wote tupo ligi moja, naamini ndio mpira wetu wa Tanzania. Kwa hiyo pitch umeionaje? Pitch iko vizuri. Yaani hatuna kipingamizi chochote. Kesho ndio machinjio haya. Inaweza ikatutesa kwa sababu ni nyasi za bandia. Zina madhara yake, lakini mpira kutembea, kucheza, kufanyaje hivyo haya atakuwa matatizo yako mwenyewe. Lakini labda vitu vingine vidogo vidogo kwa sababu nyasi za bandia. Wewe binafsi yako kati ya nyasi hizi na artificial, utofauti ni upi na ipi una enjoy zaidi? Artificial una enjoy zaidi. Hizi zinapenda yani muda mrefu mwe mnazitumia. Yani mfano timu ambazo zinatumia muda mrefu zinakuwa zinajua misingi yake, yani naweza nikakimbia muda huu, nikapumzika muda huu, huu mpira unadunda hivi, huu mpira kwa sababu mpira unadunda hapa, timu unapodunda ya asili inakuwa tofauti. Na maana watu wanaotumia uwanja huu kwa muda mrefu wanajua, kwa sababu mimi mwenyewe nimeshautumia kipindi nipo Kagera. Na maana tulikuwa tunajua yani kwamba huu muda tucheze hivi, huu muda tucheze hivi, huu muda tucheze hivi, ndio faida ya uwanja huu. Sawa. Neno kwa mashabiki ambao wanaitakia mema Mtibwa Sugar kesho. Tunawaomba waendelee kwa sababu unajua sisi toka tumeanza mashabiki tunao. Hawajatutopa. Hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, anawashukuru mashabiki wa Mtibwa. Hawajatupata siku moja. Endapo watafika watatuomba radhi, anaweza kumpigia kapteni. Bana. Kuna 1 2 3 tunaomba radhi atukufika. Lakini mechi zote mtusupport na naamini watatusupport na tupo kwa ajili ya kupambania Mtibwa. Tupo kwa ajili ya kupambania Morogoro, tupo kwa ajili ya kupambania mashabiki wa Manungu kule kwa sababu kuna Morogoro mjini na kuna Tuliani tunapokaa sisi. Ila wote mashabiki wa Mtibwa. Tupo lazima kuwapambania na tutapambania na tunawaahidi ushindi. Asante sana. Asante.